Epuka kero na gharama za kusambaza kadi za makaratasi. Invite Pro tunakuleta kadi za kielektroniki, smart na za kisasa ambazo zitakusaidia kusambaza kadi za mialiko na mchango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mialiko na michango, kadi nzuri yenye mvuto, kusambaza kadi kwa njia ya SMS na WhatsApp, kusambaza Google location ya ukumbi au mahali sherehe inapofanyika, kuwapigia waliko wako wote ili kuhakiki kama wamepata kadi. Tunatoa ripoti ya idadi ya watu wanaotazamiwa kuhudhuria sherehe, kuskani kadi siku ya sherehe, kusambaza message ya shukrani kwa waliko wote. Waliko wote watapata kadi kwenye simu zao, iwe smartphone au kitochi. Tunatoa huduma zetu mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii Instagram @invitepro_ au tupigie kwa simu namba 0747474098 au WhatsApp 0763570877. Halmashauri ya Jiji la Dodoma imekamilisha zoezi la awali la uhakiki wa kawaida wa viwanja katika maeneo ya Mtumba Zone 2, Mtumba Zone 3 na Kikombo, viwanja vyenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni 55.4. Taarifa hiyo imetolewa leo Disemba 29, 2025 jijini Dodoma na mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini Halmashauri ya Jiji la Dodoma, Dennis Gondwe, ambaye amesema zoezi hilo linalenga kuwatambua watu binafsi, taasisi na kampuni ambazo bado hawajakamilisha malipo ya viwanja walivyoomba na kupatiwa na Halmashauri ya Jiji la Dodoma. Halmashauri ya Jiji la Dodoma tumebaini kwamba kuna idadi kubwa ya wananchi, taasisi na kampuni ambazo ziliomba kumilikishwa viwanja, kwa maana kununua viwanja tukawauzia, lakini hawajakamilisha malipo na wengine hawajafanya kabisa malipo hayo. Yaani kwa lugha nyingine wameshikilia hivyo viwanja. Sasa kutokulipwa kwa viwanja hivyo maana yake kumeisababishia Halmashauri ya Jiji la Dodoma usumbufu mkubwa katika mipango yake ya maendeleo ya utoaji wa huduma kwa wananchi. Sasa usumbufu ambao umesababishwa ni kama ifuatavyo: ni kuchelewesha baadhi ya utekelezaji wa miradi katika maeneo ambayo tumepima viwanja. Kwa mfano, miundombinu ya njia kwenye miradi yetu inayoendelea, miundombinu ya umeme, lakini pia miundombinu ya maji, pamoja na huduma nyingine za kijamii. Na hii inaongelea katika maeneo ambayo tumepima viwanja, kwa maana tunapotekeleza miradi ya viwanja. Ukiacha hiyo, vile vile kutokulipwa kwa madeni haya kumeathiri maeneo mengine ya huduma. Kama unavyojua, pamoja na mambo mengine, halmashauri inahusika kwenye utoaji wa huduma za kijamii, zile huduma zote za kijamii ambazo tunazifahamu. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu fedha hizo ambazo hazijalipwa, ukiangalia kwenye mpango na bajeti ya halmashauri kwa miaka husika, tunakuwa tumebajetia fedha hizi ambazo tunatarajia kuzikusanya kutoka kwenye mauzo ya viwanja. Hivyo kama hazikukusanywa, maana yake tunaathiri utekelezaji wa bajeti ya Halmashauri ya Jiji la Dodoma. Na kwa kuzingatia sasa nafasi ya Halmashauri ya Jiji katika utoaji wa huduma, management ya Halmashauri ya Jiji la Dodoma imechukua hatua zifuatazo. Mosi, kuandaa na kutangaza orodha rasmi ya awali ya wadaiwa wa malipo ya viwanja, na orodha hii inahusisha jina la mwananchi, taasisi au kampuni ambayo ilichukua kiwanja. Orodha hii inahusisha namba ya kiwanja, lakini orodha hii inahusisha kitalu. Hii tumefanya mahususi kwa sababu inawezekana kuna mtu au taasisi ilichukua kiwanja lakini imesahau hizo taarifa muhimu. Labda hawako ndani ya Jiji la Dodoma, kwa maana hawana fursa ya kuja ofisini kwa ajili ya kufanya rejea ya taarifa hizo. Kwa hiyo kwa kutoa tangazo hili tunawakumbusha ili wakumbuke. Lakini mbili, atakayesoma au atakayeona tangazo hili au atakayesikia tangazo hili, manake akikuta jina ni rahisi kumkumbusha mwenzake au kumtaarifu.
Lakini akisoma taasisi au kampuni inakuwa ni rahisi kwamba tumesoma kampuni yako kwamba kumbe tunadaiwa, hatujakamilisha malipo yale. Wanarahisisha kukamilisha huo mchakato. Lakini muhimu zaidi ambao ni 2 ni kutoa notisi ya siku 21 kwa wale wote wadaiwa wa viwanja, kuhakikisha wanalipa viwanja hivyo. Eneo hili lina sura 2. Kuna wale ambao hawajalipa kabisa viwanja, yani amechukua kiwanja amekiodhi, lakini hajalipa kiasi chochote. Lakini kuna ambao wamelipa sehemu ya malipo, kiasi fulani cha malipo tu, hajakamilisha. Hawa notisi inawahusu. Lakini 3 sasa, baada ya hii notisi ya siku 21, kinachofuata ni kuvirudisha sokoni viwanja vyote ambavyo vitakuwa havijalipiwa au havijakamilisha malipo hayo ambayo tunayadai. Na notisi hii inaanza tarehe 30 mwezi Desemba mwaka 2025. Ndugu wanahabari, nitoe wito sasa kwa wale wote ambao wanadaiwa katika halmashauri ya jiji la Dodoma, eneo la Mtumba zoni 2 na Mtumba zoni 3 pamoja na Kikombo, kujitokeza na kukamilisha malipo ya viwanja hivyo, na malipo haya yafanyike ndani ya muda uliopangwa, kwa maana ndani ya siku 21. Lakini niseme na kusisitiza jambo moja: iwapo kuna mtu, watu, taasisi au kampuni ambayo imekamilisha malipo ya viwanja au malipo ya kiwanja, lakini jina la mtu, jina la watu au taasisi limeonekana katika orodha tulioitoa, anashauriwa afike ofisini, kwa maana halmashauri ya jiji la Dodoma, akiwa na nyaraka halisi, kwa maana original, kwa ajili ya kufanya au kutoa uthibitisho wa hayo malipo yaliyofanyika, na sisi halmashauri tuweze kufanya uhakiki, kwa maana ya verification. Orodha hii inapatikana wapi? Orodha hii inapatikana katika au itapatikana katika gazeti la Mwananchi la tarehe 30 Desemba 2025. Lakini orodha hii pia itapatikana katika website ya halmashauri ya jiji la Dodoma, kwa maana www.dodomacc.go.tz. Mtumba zoni 2 tuna wadaiwa viwanja 1915, yaani kwa maana tuna viwanja vilivyo nje ambavyo havijalipiwa wala kukamilisha malipo 1915. Katika tathmini yetu, maana yake katika viwanja hivyo vya Mtumba zoni 2, kiasi cha fedha ambacho kipo nje kinakadiriwa kuwa shilingi bilioni 28.8. Katika eneo la Mtumba zoni 3, idadi ya viwanja ni 2594 na kiasi cha fedha ambacho kinakadiriwa kuwa nje ambacho hakijalipwa ni takriban shilingi bilioni 20.6. Lakini eneo la Kikombo pale tuna viwanja takribani 2051 ambavyo vikilipiwa vyote pasipokuwa na deni pale Kikombo tunatarajia kukusanya shilingi bilioni 5.9. Kwa idadi hiyo utaona kwamba tuna takriban shilingi bilioni 55 kama .4 hivi ambazo ziko nje. Kwa maelezo zaidi, wananchi wanashauriwa kufika halmashauri ya jiji la Dodoma, ofisi za iliyokuwa manispaa ya Dhamani, duka la kuuza viwanja namba 3. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.